Mimi nafikiri ni mgombea bora zaidi kwa sababu nina msimamo thabiti na wa kuaminika. Katiba yetu inasema kiongozi wa chama lazima awe na msimamo wa kuaminika. Mimi nafaa kuwa kiongozi kwa sababu uadilifu wangu hautiliwi mashaka na mtu yeyote. Maisha yangu ya umma yamekuwa hadharani, watu wameona mambo yote ambayo nimeyapigania, mambo yote ambayo nimeyasimamia. Uadilifu wangu haujawahi kuhojiwa mahali popote. Sichukui rushwa, sitoi rushwa, na nimpigania haki. Kwa hiyo katika mazingira ya leo, chama chetu kinahitaji mgombea ambaye akizungumza watu hawatilii kauli yake shaka. Umesema ya kwamba wewe ni mwadilifu na kwa kuwa wewe ni mwadilifu, kauli zako hazitiliwi shaka. Nataka kutueleza sasa kwamba uongozi uliopo ama mwenyekiti aliyopo uadilifu wake ni wa kutiliwa mashaka? Hilo nafikiri umuulize yeye, mimi najizungumzia mimi mwenyewe. Na wewe ukitazama tu, maana unasema ya kwamba unapaswa kuchaguliwa kwa sababu wewe ni mwadilifu na uadilifu wako hauwezi kukatiliwa shaka. Maana sasa nataka kutuambia Hudero si mwadilifu, hata mgombea mwenzako Freeman Mbowe sio mwadilifu. Hayo wasema wewe, si mimi. Wewe unasemaje sasa? Mimi nasema mimi nafaa kuwa kiongozi wa chama kwa wakati huu kwa sababu msimamo wangu ni thabiti na kuaminika. Ninafaa kuwa kiongozi wa chama kwa sababu nina uadilifu usiotiliwa mashaka, sina mawaa. Ninafaa kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama hiki kwa sababu ujasiri wangu unajulikana. Nimejaribiwa, nimepasi hiyo test ya mitihani migumu kabisa ambayo Watanzania wanaifahamu. Katika mazingira ya sasa ambayo siasa zetu zimefikia, chama chetu kinahitaji kiongozi ambaye ujasiri wake hautiliwi shaka, kiongozi ambaye uadilifu wake hautiliwi shaka, kiongozi ambaye akisema neno taifa linasikiliza. Unahisi kwa nini viongozi kauli zao zinakuwa za kutiliwa mashaka? Kwa sababu wana ndimi mbili. Wanazungumza huku wanatema moto, huku wanatema barafu. Haiwezekani. Wako uvuguvugu. Katika mazingira ambayo wananchi wanataka kuongozwa, wanataka uongozi thabiti, hatuwezi kuwa na viongozi ambao wana ndimi mbili. Tunahitaji kiongozi ambaye akisema sasa tunakwenda kwa sababu hizi, wananchi watamfuata. Sio huyu ambaye anakwenda kukiwa na kamlima kidogo tu hivi anaingia mitini. Haiwezekani.